Mume wangu. Na shida nani? Dada. Samahani lakini mume wangu kama nitakukwaza. Kwanza siku ile tuliongea kule. Lakini najua kweli unaongea yale kweli ni sheria. Lakini mume wangu nachoomba kuhusu mambo yale. Mume wangu nimekuelewa. Ulolisema siku ile. Na alafu sitofanya happy birthday. Kutokana mambo ya siku ile kweli nimeaelewa mume wangu. Nilofanya ile sio vizuri. Nimekukaribia mume wangu. Wewe nachoomba mume wangu unielewe kwa swala hilo. Kwa jambo la siku ile lile. Sasa kama ni jambo la siku ile, lakini sasa mbona umenitia hapa njiani? Si niko ndani mimi. Mpaka leo umenitia hapa njiani naenda kuondoka, unaanza kusema maneno. Lakini sasa kama ndio hivyo mimi ndio nataka. Nilikwambia kwamba maneno yale ya birthday sio mazuri, achana nayo. Tufanye mambo mengine ili kumwombea dua mtoto, lakini wewe ukutaka kunielewa. Mimi zali iko hivyo, basi haina shida. Sio tatizo. Hiyo mimi nashukuru tena, asante sana kwa neno kwamba umenisikia. Jambo zuri sana. Ila mume wangu. Nini tena? Ila mume wangu, yani nilikuwa naomba ile swala happy birthday mimi sitolifanya. Ila lakini nachoomba ile gharama zangu zote mume wangu munilipe. Gharama gani? Nilizozitoa kwenye happy birthday za wenzangu, mashughuli ya wenzangu, na mimi munilipe. Sasa nikulipe kwani wewe lile jambo ulilipanga na mimi? Umeongea vizuri hapo. Sasa hivi unasema tena wewe nikulipe. Ushapanga na mimi jambo lile? Ile jambo la kwako wewe na mipango ile kwako wewe na mimi kwanza umenikosea. Na hapo umekifika hapo unajua unaongea neno la maana, kumbe unaendelea kunikosea tena. Mpaka nikulipe wewe, mimi tulipanga kwamba utakwenda kule kwamba kufanya mafala birthday, masala nini? Mimi bwana mimi sikuelewi bwana.